Kwa majina naitwa Francis Ngonyani. Nimekuja hapa kwako nikiwa na shida kubwa moja. Nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu sana ukiwa unafanya mafundisho kwa vijana na mentorship kwa vijana, hasa katika namna ya kuweza kuongea vizuri mbele za watu, lakini pia kuweza kuonesha au kutoa kitu ambacho watu wanakihitaji ukiwa unafanya speech mbele za watu. Kwangu mimi imekuwa ni tofauti sana. Nimekuwa nikipitia changamoto kubwa. Nimekuwa nikipitia changamoto kubwa moja. Ninapo hizi kwamba nahitaji kuzungumza mbele za watu, hasa hadhira kubwa, huwa najiandaa vya kutosha sana. Huwa najiandaa mno. Lakini ajabu ni kwamba nikiwa in front of people sasa, nataka kuanza kuongea, automatically najikuta nashindwa kabisa kuongea vile ambavyo nimekuwa nikijiandaa. Sasa kwa sababu nakufahamu na ninajua nikija hapa kwako ili tatizo linaweza kuwa solved. Sasa ninaomba kujifunza walau vitu viwili vitatu kutoka kwako, nijue na mimi namna ambavyo ninaweza kuja kuwa kama wewe. Okay. Safi sana. Unataka kuwa kiongozi? Nahitaji kuwa kiongozi kaka. Okay. Sawa. Sasa kwa haraka. Ndio. Kimsingi hakuna uchawi kusema labda mtu hapana. Ila mimi binafsi kabla ya kwenda kukutana na hadhira au kabla ya kutoka kwenda kwenye kikao huwa najiuliza maswali matatu. Swali la kwanza, ndio, ninakwenda kukutana na watu wa aina gani? Swali la pili, ndio, ninavaaje na kwenda kuonekana vipi mbele za watu? Na swali la tatu, na kwenda kuongea nini na wakati gani? Sasa watu wengi huwa wanatamani wakiwa mbele za watu waongee vizuri, lakini wanashindwa kuainisha neno gani niseme, neno gani nisiseme. Unaweza kuwa na ajenda nzuri, lakini kuna neno kilitumia unachafua kabisa hali ya hewa ya watu wanaokusikiliza. Lakini umevaaje? Muonekano wako, unatumiaje mwili wako kuwasilisha kile ulichonacho, kinafanya uchukue attention ya hadhira. Lakini pia tambua muda na kile unachokiongea. Kuna muda upaswi kuongea. Sikiliza kwa makini watu wanasema nini, ujue hapa nilipo kuna changamoto gani na natakiwa niseme nini. Sikiliza kwa makini ili unapokuja kuongea usitoke nje ya kile ambacho kimekufanya muwe hapo. Na kwa faida sasa, kwa sababu umesema unataka kuwa kiongozi, unatakiwa kwenda kujifunza public speech. Usikae tu na ndoto yako, mimi nataka kuwa kiongozi. Anza kufanya. Pata sehemu ambazo wewe utakaa na watu, utaonesha uwezo wako na wao watakusikiliza, watakukosoa. Usiogope kukosolewa. Hakuna mtu ambaye anasimama tu yeye kila kitu anakijua. Wote huwa wanajifunza. Jifunze. Binafsi mimi nakuona wewe ni kiongozi. Asante sana. Karibu sana bwana Frank. Asante sana. Nimefarijika kukutana na wewe. Asante sana, nashukuru. Asante sana.